Na mtazamaji na msikilizaji wa Tulipo na Twendako, hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kupata simulizi kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino hapa Mwanza kilichopo hapa Malimbe. Lakini ndivyo anavyoeleza kule alikoanza na mpaka hapa, na bado tunaendelea na mazungumzo yetu. Mheshimiwa Rais, mlipobaki wawili, uchaguzi ukaenda poti saa kuamua kati ya watu wawili ni nani ambaye tunaondoka naye. Uliona imani gani kwa wanafunzi ambao walikuwa na support pengine kwamba unaweza just move on? Ilikuwa ni support ya namna gani kwa upande wako? Asante sana. Hapa sasa nisiwe muongo. Nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru wana vibe to 8 kwa wakati huo. Kwa wakati huo. Maana sasa hivi sio vibe. Sasa hivi ni vibe 3A. Hawa nawashukuru kwa sababu ndio darasa ambako natoka. Hawa wao SMS zao na simu zao walikuwa wananitia moyo. Charity begins. Kwamba Kasmiri unaweza. Na sisi tuko pamoja na wewe. Na tunaamini utaweza. Sasa kadiri nilivyokuwa nazunguka, unajua uchaguzi una mambo mengi. Sio kila eneo utakubali. Kuna eneo unaenda unazungumza sera zako, wengine wanakuona kama huyu hamna kitu. Lakini pia ni challenge. Sometimes unaingia kwenye madarasa, unaulizwa maswali magumu yanakutoa kwenye leli, lakini niliamini kwamba kila ninachopitia kinalenga kunifikisha kwenye kiti cha urais. Kwa hiyo nikiingia venue fulani nikazomewa, hilo linanifanya niwe rais. Kwa nini ulifikiria hivyo kwamba negative will be positive? Ndio, nilifikiria kwamba katika dunia ya kawaida, unajua ndugu mtangazaji, katika maisha ya kawaida sio utakuwa perfect 100%. Kweli kabisa. Lakini unatakiwa try to a level best, uwe mtu sahihi. Kwa hiyo kwa yale maeneo ambayo nilikuwa naamini kwamba kuna maswali nilikuwa naulizwa, pengine labda najibu yanawafanya watu wanacheka, mimi nilikuwa na take note, naenda kufanyia upembuzi zaidi kwamba hapa nilibugi kitu gani. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kumbe swali nilijibu nikaenda OP, kwa wale wakanicheka, mimi nalichukulia kama changamoto, nachukua na noti, baadaye nakuja kulitafutia clarification ambazo nikipata jukwaa jingine naenda kuwa na majibu sahihi. Hiyo ndio maana sahihi ya kwamba hata kuchekwa au kusemwa, kuzomewa na kwenyewe ni kigezo cha kusaidia kuwa sawa. Lakini baada ya kiapo, wewe kama rais na ulipokuwa umeshaingia madarakani tayari, ni hatua gani ya kwanza ambayo ulifanya? Asante sana. Baada ya kiapo, ndugu mtangazaji, kwanza tunatengeneza baraza. Kwa maana ya kutengeneza mfumo mzima wa uongozi. Baada ya kiapo, kwa sababu unajua ukiwa peke yako wizara ziko 8. Sasa ukiwa peke yako inakuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo nilianza kuunda baraza. Hapa nikaanza kuunda baraza ambapo niliteua wabunge. Baada ya kuteua wabunge, baadaye nikateua jina la nikapendekeza jina la waziri mkuu ambalo lilienda bungeni. Baadaye nikaja nikateua baraza, nikawaapisha. Lakini kabla ya kuapisha baraza, kuna muda fulani hapa katikati ulikuwepo mfupi ambapo nilibaki na baadhi ya viongozi kama katibu mkuu kiongozi na mheshimiwa waziri mkuu, tukawa tuna run serikali kwa sababu logistics nyingine zilikuwa hazijakamilika. Lakini baada ya hapo tuliapisha baraza. Baada ya kuapisha baraza tulianza kazi. Na tulianzaje kazi? Tulirudi kwenye ilani yetu. Ilani yetu inasema ilikuwa elimu, wanasema tulikubaliana kufanya kitu gani? Afya tulikubaliana kufanya kitu gani? Huku kwenye michezo tulikubaliana kufanya kitu gani? Kwa hiyo kwa mfano tukichukulia wizara ya michezo, baada ya kuingia tu niliahidi kwamba entertainment ni kitu cha msingi. Wanafunzi wakisoma tu wakachoka, muda mwingine inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo nilianza kutengeneza utaratibu wa michezo mapema. Ndipo hapo ambapo baada ya kuapisha baraza la mawaziri wale wa michezo wa wizara ya michezo, nikaja kuwagawia task
kwamba jamani, kwenu mpaka sasa hivi nimefika hapa, anzieni hapa. Ndipo ulipoona kwamba ilifanyika lile bonanza, Halotel Sautiso bonanza ilifanyika mapema sana. Hata kabla ya fedha kutoka za wanafunzi na nini, sisi tukaanza kuimplement. Kwa hiyo tuliandaa mapema sana. Lakini pia hata kwenye Wizara ya Elimu kuna vitu tulianza kuviandaa mapema. Tulianza kutoa elimu kwenye vitu ambavyo tuliamini haviendi sawa, vitu kama hivyo, na hali kadhalika na wizara nyingine. Lakini pamoja na hayo yote, lakini kuna sehemu moja ni kama tumeidondosha hivi. Unajua kila siku kila siku ambayo inaenda kwa Mwenyezi Mungu, kuna vitu vingi vinatokea. Na wewe hata kuja swala zima la kugombea ni swala ambalo lilitokea kutokana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Vipi kwa upande wa wazazi? Walichukuliaje swala hilo lilipokuwa umewarushia kwa wazazi? 1 2 3 mimi naenda kwenye kinyang'anyiro hiki cha urais wa serikali ya wanafunzi Sautiso hapa chuo cha Mtakatifu Faustino. Asante sana. Kwanza kugombea chuo kikuu ni ujasiri. Ndio. Ujasiri mkubwa kwa sababu ni taasisi ya masomo. Ndio. Sasa baada ya kuwa nimekata shauri kwamba sasa nataka kufanya, ndio baraka za wazazi ni muhimu. Kwa hiyo nilimpigia simu baba, nikamshirikisha ili jambo, nikaomba kuongea na mama, nikamshirikisha ili jambo. Wakasema wananitakia kila la heri. Na wao kuniunga kwao mkono, walisema wataniombea kwa Mwenyezi Mungu niendelee kuwa na afya njema. Mwenyezi Mungu anipe kibali cha kukubalika mbele ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Na kwa kweli nawashukuru wazazi wangu, walifanya hilo, na kadiri ambavyo nilikuwa naendelea na mchakato, nilikuwa naziona baraka zao. Kwa nilitembelea baraka za wazazi, natembea baraka za tume ya uchaguzi ya Sautiso, walioniamini kupitia ile interview. Nikatembelea baraka za management kwa maana ya makamu mkuu wa chuo na bodi yake ile. Nikatembelea baraka za wanafunzi wote. Mwisho wa siku ikawa hizi. Naam, nikushukuru sana mtazamaji na msikilizaji wa Tulipo na Twendako. Bado tunaendelea na mazungumzo na Mheshimiwa Rais. Hapo ndipo ambapo tumefikia namna ambavyo alipata kiti cha urais katika chuo cha Mtakatifu Agustino. Bado tunaendelea kujua kwa undani zaidi, je, baada ya majukumu hayo ya kupata kiti cha urais, majukumu mengine ya kiutendaji yaliendeleaje? Endelea kuambatana nasi, bado tunazidi kuzungumza na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwa rais na kuingia madarakani, baraza likaundwa, utendaji wa kazi ukaanza, pengine ni changamoto gani ya kwanza ambayo uliweza kukumbana nayo katika madaraka yako? Asante sana ndugu mtangazaji. Niseme kitu cha kwanza ambacho nilikumbana nacho nikiwa kama rais, nilikumbana na tatizo la swala la complex kwa wanafunzi. Ndio. Hii ndio changamoto ambayo ilikuwa ni kubwa, na kwangu niliona ni changamoto ya kwanza. Ukiachana na changamoto ndogo ndogo, unajua unakumbuka ile kubwa. Hii ni changamoto ambayo ilikuwa ni kubwa, na nilipokutana nayo nilianza kutengeneza mazingira ya kuimaliza. Na hapa tena naomba nimshukuru makamu mkuu wa chuo. Kila vikao nilivyokuwa naingia nilizungumzia hii changamoto kwa wakilisha wanafunzi wenzangu. Na kwenye kuizungumzia changamoto, kwa kuwa makamu mkuu wa chuo Balozi Profesa Kostari Kimahalu alikuwa msikivu, na management yake yote ya kiuongozi hapa chuoni waliweza kulifuatilia na kulifanyia kazi kadiri walivyokuwa wanaona miongozo inayohusu. Na mwisho wa siku tukajikuta kwamba matatizo ya incompetence yanatatuliwa. Na kwa kweli hii imekuwa ni tofauti na namna nilivyofikiria. Pengine kwa namna changamoto ilivyokuwa nilifikiri labda ingekuwa ngumu, lakini kwa kweli viongozi hawa, hata DBCA hata director wa undergraduate, wote walishirikiana kuhakikisha kwamba hili jambo linakaa vizuri. Lakini pia hapo kabla ya hiyo changamoto kulikuwa na changamoto nyingine ndogo kidogo ambayo ilikuwa ni masuala ya ID za mitihani. Kumbuka tulimaliza uchaguzi kuapisha baraza, ikawa inaelekea mitihani. Pia kulikuwa na joto la ID za mitihani. ID za mitihani zikawa
wengine hawapati au zinapatikana kwa namna ambayo inakuwa ni changamoto. Mimi naamini kwenye kitu kimoja kwenye uongozi wangu. Naamini kwenye kushirikisha viongozi wengine na maamuzi. Kwa hiyo niliweza kushirikisha ofisi nyingine, kushirikisha ofisi ya Financial Controller ambapo ilikuwa inahusika na kugawa hizi